ya financial muscle. Kwa Yanga kwenye siku za karibuni wametengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuaccommodate wachezaji wao na inaonekana. Kwa hiyo wachezaji wengi wanatamani kuja kwenye klabu ya Yanga wakiamini kwamba watakwenda kupata vitu vingi, privilege nyingi ambazo maeneo waliopo hawawezi kuzipata. Jambo la pili ambalo unaweza kwenda kulizungumzia katika hilo swala, utakwenda kuzungumzia success, kwa maana mafanikio yale ya kimataji, zile trophy ambazo wako nazo. Yanga kwa siku za karibuni wameweza kudominate makombe yote ya ndani almost kwa miaka 4, na wachezaji wengi wanapenda kuchukua makombe kwa mmoja ama nyingine. So ukienda kwa timu ambayo kwenye kila msimu inaondoka pasipokuwa na kombe, na uoni pengine mipango mikakati ya makusudi ya kuweza kufikia malengo kwa haraka, wengi ambao wanakuwa wachezaji ambao wana ndoto kubwa, wana malengo makubwa, uaga wanatamani. Hapa kati tunakumbuka kuna baadhi ya nyota walikuwa wanatakiwa na Manchester United, akakwambia hapana, siwezi kwenda kwa sababu sioni Manchester ikiwa ina mwelekeo mzuri, sioni wakiwa wanachukua makombe, na pengine sioni wakiwa tena nguvu ya kuweza kushika kwenye kabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo ule uhakika wa mataji, uhakika kuweza kushika michezo mikubwa, wakati mwingine unamvutia mchezaji aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jambo la tatu utakalozungumzia ni mahusiano yaliyopo baina ya klabu ya Yanga na mashabiki wao. Kwenye miaka hii 4 tutazungumzia wamekuwa katika wakati mzuri sana. Wamekuwa katika wakati mzuri sana, wamekuwa na ushirikiano, wamekuwa ni wamoja, wamekuwa yani wanafanya vitu vingi kwa pamoja, wanalia pamoja, wanacheka pamoja, na ile imekuwa kwenda kuongeza chachu na yale maisha hata timu nyingine wanatamani. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya mechi wakiweza kwenda kwa motivate baadhi ya wachezaji wao, Dube mfano, kitu wamekuwa wakiwapatia zawadi ya fedha na vitu vingine, mara kuku, mara mbuzi. Ile yote maana yake inakwenda kutengeneza society au jamii ambayo ya kundi ambalo linakuwa lina furaha na linakuwa lina masikizano, kitu ambacho mtu yoyote angetamani kufanya kazi katika hayo mazingira. Kwa hiyo imekuwa jambo moja kubwa. Jambo lingine la 4 utazungumzia, tunasema ile uongozi mzuri, uongozi bora, uongozi ambao unaweza kujali na kusikiliza changamoto, matatizo ya wachezaji wake. Kwa hiyo kwamba hiyo imekuwa ni sababu ambayo inapelekea watu kuweza kutawana. Unajua wachezaji hao sio kisiwa. Mashabiki wa viongozi wakati mwingine wanaweza wakawa pengine wanaitarafiana, wakati mwingine hata wakashindwa kuelewana. Kila wachezaji ni vitu tofauti. Hao wanazungumza, wanapiga story, wengine wametokea eneo moja, wametokea nchi moja. Kwa hiyo wanapokuwa wanazungumza, wanakuwa na share life experience. Mkiwa kambini mnakuaje, inakuaje, kila kitu. Kwa hiyo inakwenda kutengeneza matamanio ya nyota kuweza kuona kumbe nikienda kwenye hii timu ninaweza kupata kitu. Kwa hiyo kwa jumla yake ni kwamba Yanga wamekuwa bora katika maeneo mengi kwenye siku za karibuni, kile ambacho kinakwenda kuongeza ushawishi kwa wachezaji kutamani wawe sehemu ya kikosi cha Yanga ili kwenda kupata zile furaha